kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa Kariakoo Derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Derby yenye msisimko wa fainali. Hii itokee kwenye ligi nyingine. Unapata Kariakoo Derby alafu ina msisimko wa fainali, kwamba atakayechapika hapo ndio shughuli yake na kuwa imemalizika. Lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maana ili tusilisahau. Muhimu sana hii. Maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba wenzetu tunajua wanatafuta sare, wanafanyaje? Tulitengeza mazingira ya kupata sare tusaidie. Sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia tunafika Jumatano, tuna option hizo. Yaani wakati wenzetu wakitafuta endorsement 3 za ubingwa, sisi hata endorsement 1 tunachukua uchampioni. Kwa sisi tunakwenda kwenye hii mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi 1 au pointi 3 zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa. Na tunafahamu wenzetu pointi 3 zitawafanya wawe mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Kisha kuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi mechi inaongezeka msisimko. Kwa sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo. Lakini la pili, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu. Ni mechi yetu kikanuni of course kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karim, kumkaribisha mtu mwingine. Namkaribisha mwana Yanga kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe wana Yanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza, hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifuata Yanga ikicheza, tumepiga sana kelele kuisupport timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia. Na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wana Yanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana. Kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma, tukawaonyesha kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie, mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu 60,000 tu ule. Tuje tujae pale vizuri wana Yanga, tuisupport mimi tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. Mimi kidogo mambo ya kutunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa Zanzibar. Karibu ni shahidi. Nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa,
ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi nahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini, kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote. Wachonahakikishia kwamba kawaambie waandishi, kawaambie na wanachama tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimaliza. Kama kuna swali niulize. Maswali matatu kwa Alikamwe, na tutaomba mwenye swali basi asogee hapa. Asogee hapa jirani ili aweze kusikika vizuri nyumbani. Almas Media. Karibu hapa uulize swali. Asante, karibu. Afisa habari wa bodi ya ligi. Ile tunasema kama napokea kama media. Langu ni kwa Alikamwe. Sema kwamba Africans nafahamu kwamba sare ama ushindi tutakwenda kuwapa ubingwa kwenye kupata bara kwenye mchezo wa dabi dhidi ya Simba Sports Club. Lakini tunataka kufahamu pia kutoka kwenu kama Africans. Pengine wakati nyinyi mnataka hiyo sare na ushindi, pia na wenzenu pia wanataka ushindi kwenye mchezo. Ni kwa kiasi gani sasa mnajiandaa na kuupa uzito huo mchezo? Kwa maana wao wakishinda mmepoteza ubingwa mbele yao na mtakuwa mnaliona kombe linaondoka mbele yenu. Lakini nyinyi mkipata sare au mkishinda mnachukua kikombe. Okay. Yes, tasimu kulijibu haraka haraka swali